course hapo niko napiga story. Yeah. Ukaniambia kwamba mlianziaga Twitter ndio mkaja Instagram. Yeah. Na kiuhalisia jamii ya Twitter na jamii ya Instagram ni jamii tofauti. Yes. Ulikuwa na ugumu kiasi gani yani kuweza kupata watu wapya, kwa sababu ukiangalia Twitter ina watu wake, Insta ina watu wake, TikTok na watu wake, na kwa sasa ni kama watu ambao tuseme tu kwenye platform zote mna watu. Yeah. Kumove kutoka huko ilikuwaje? Hakukuwa na ugumu sana kiuhalisia. Jamii ya Twitter tulienda nayo nadhani miaka 3, 4, 5 tumekuwa kule tukiwa tunafanya hivi vitu tunavyofanya. Lakini kuja Instagram na mitandao mingine haijawa na ugumu, kwa sababu kumbuka pia kuna watu ambao wako Twitter na wako kwenye mitandao mingine. Lakini kama unavyoona kitu tunachokifanya sasa hivi kinafanywa na watu wengi. So ukienda kwenye mtandao mwingine hauwi mgeni sana kiasi hicho. Inakuwa ni rahisi kufika na kufanya yale mambo na kupata hao watu ambao utaenda kuwakuta kule. Tofauti yake ni namna ambavyo unaweza ku-accommodate kufanya kazi na hao watu, sababu hii mitandao ni kama ina kasumba fulani ya kuwa na watu wenye tabia tofauti tofauti. Yaani kuna namna mtu anakuwa Twitter ana uwezo kabisa akaswitch Instagram, unamkuta ni mtu wa Instagram, lakini kule Twitter unamkuta ni mtu wa Twitter. Yaani kote anaendana na mazingira, anakuwa kinyonga. Yes. Noma sana. Lakini pia bro, kitu kikubwa sana ambacho naamini watu wengi hawakijui ni kwamba wewe ni mtu ambaye ulikuwa engineer, ukaamua kuacha uengineer, ukaamua kuwa mkamalia. Hivi kwa uchache sana kwa mtu ambaye hajui chochote kuhusu wewe, kama unaweza kanajua kwamba huyu jamaa amekosa labda kazi ya kufanya nini ndio ameamua kuwa mkamalia, lakini background yako inatuambia kwamba umeshaikuwa engineer. Hii ilikuwaje? Yani background yako ya engineer, kuacha engineer kuingia kwenye ukamalia nikaje? Nadhani kifupi zaidi mimi bado ni engineer.